Miaka 5 iliyopita tulikutana na kijana mmoja wa Kitanzania aliyefahamika kwa jina la Emmanuel Zakaria Mkelehe, aliyekuwa na ndoto kubwa za maisha lakini aliyekumbana na changamoto ngumu ya kukosa ada ya masomo. Tuambia bwana, kwa mbonyi hamjafanikiwa kupata ile ada kwa namna moja au nyingine, tutawaandalia mtihani wa special, lakini mwende mkapambane kutafuta ada. Kutokana na hali ngumu ya kifedha ya familia yake, alilazimika kusimamisha masomo kwa muda. Hata hivyo, hakuruhusu changamoto hiyo kuzima ndoto zake. Option pekee ambayo ilikuwa imebaki ilitakiwa niahirishe masomo, kwa nipambane nirudi ili kuhakikisha kuwa naipata hiyo ada mpaka nani. Lakini bro, mimi ni kijana, si ndivyo? Unapokuwa kijana kwa namna moja au nyingine, kuna muda unapitia kwenye challenge fulani au matatizo fulani. Mimi naamini kwenye kitu kimoja, kwa unapopitia changamoto muda mwingine zinakukomaza, umeona. Kwa hiyo brother zangu, kwa ile changamoto nikasema ngoja niendelee, hizo harakati zilikuwa naziendelea chuo, sasa hivi ngoja nihamie na mtaani. Ili kujikimu na kutafuta ada ya shule, alianza kuuza ice cream za ukwaju pamoja na karanga mitaani, akiamini kuwa siku moja maisha yake yangepata mwelekeo mpya. Kwa sababu naamini na akili na mikono, ndio maana unakuta tunapambana, na leo imekuwa kama bahati. Maana sikutegemea kama tungeonana. Ila kwa kuwa hapa napo pana mkusanyiko. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mimi nakujua kwa namna moja au nyingine, nikiuza karanga inakuwa ni rahisi kupata na ni save, ili mwisho wa siku nirudi nimalizie. Kwa sababu itabidi nirudi mwakani, ambapo mwakani nitarudi ndo nimalizie mwaka wangu wa watatu. Baada ya simulizi yake kuwagusa Watanzania wengi, watu mbalimbali walijitokeza kumchangia fedha za ada. Msaada huo uliweza kumwezesha kurejea shuleni na hatimaye kukamilisha masomo yake kwa mafanikio, akiwa anasomea kozi ya maabara katika chuo cha St. John pale Dodoma. Nguvu ya media IOTV ikasaidia kunifanikisha, nikarudi nikasoma, nikahitimu, nikamaliza, nikapata vyeti vyangu. Maana ukimaliza sisi unapata certificate, lakini pia nikafanya mtihani wa leseni, nikafanikiwa kuipata na vyeti vyangu. Hii ni leseni yangu. Mimi ni mtaalamu wa maabara, hii ni leseni yangu. Lakini hii ni cheti cha leseni pia. Namshukuru Mungu na Watanzania kwa ujumla. Certificate ambayo ni university certificate, nayo nilifanikiwa kuipata. Lakini pia namshukuru Mungu, hii ni transcript ya matokeo yangu. Baada ya kuhitimu, safari ya kutafuta maisha iliendelea. Alipata ajira katika mgahawa mmojawapo ambapo alifanya kazi kwa takriban miaka 2 pale pale Dodoma. Ingawa kazi hiyo haikuwa katika taaluma aliyosomea, lakini alifanya kwa bidii, huku akiendelea kuamini kwamba ipo siku atapata nafasi katika fani yake. Mimi nakumbuka nilivyomaliza nikawa Dodoma, nilifanya kazi kwenye restaurant Dodoma pale. Kwa hiyo ili kuliko kukaa tu mtaani hivyo, hapana, nikaomba kazi kwenye restaurant. Kwa hiyo nikawa na hudumu kama waiter. Sijawahi kuamini katika kuchagua kazi. Restaurant nadhani nilifanya almost miaka 2. Kwa kipindi kile tulikuwa tunalipwa 150, lakini kwa wakati huo mimi ilikuwa inanisaidia. Unajua kuna mwingine, kila mtu na anavyoitazama hela, lakini kwa wakati ule mimi ilikuwa inanisaidia sana, na namshukuru sana bosi wangu ule ambaye alinipa nafasi ya kuhudumu kwenye restaurant yake. Akiwa amesomea taaluma ya maabara ya afya, hakukata tamaa. Aliendelea kutuma maombi ya kazi katika taasisi mbalimbali za kiafya, akitafuta fursa ya kuweza kuonyesha uwezo wake wa kile ambacho alikuwa amesomea. Kwa hiyo tukawa tunafanya unatuma, inaitwa kutuma maombi mbalimbali. Unaenda kwenye unatuma maombi sehemu, unakutana na vitu not selected for all, wengine wananielewa nikisema hivi. Kwa hiyo haikuwahi kuwa rahisi mpaka baadaye kuna mmoja kati ya wale watu ambao washawahi kunisaidia wakati ule wa ada, tukafanya naye mawasiliano. Alikuwa na mwanae yuko Dar es Salaam, akanambia nenda kajaribu nako huko. Kwa hiyo nako nikaandaa barua nyingi sana, nikatoka ile nimetoka Dodoma nikaja na barua nyingi sana, nikawa napitisha kwenye hospitali mbalimbali, naacha barua written. Nadhani ndio ilikuwa mara ya kwanza kuja Dar. Kwa hiyo nilikuja kwa mission hiyo, kwa bwana ngoja niende nako nikajaribu. Najaribu vipi? Nimekuja hapo, kwa hiyo nimefikia kwa yule mama ambaye naye ana upendo mwingi sana. Akawa ananisaidia kwa sababu sehemu nyingi sizijui, kwa hiyo nikawa natembea naye, naenda hospitali, unaacha barua, karudi Dodoma, unasikilizia kwa labda utasikia simu kutoka sehemu yoyote. Nilikuwa naishi kwa Beatrice Rugenge. Namshukuru sana, alinionyesha upendo mwingi kama mwanae.
nazunguka naye huku, bwana weka barua hapa mwanangu. Huo upendo ni mkubwa. Mtu ameacha muda wake anazunguka na wewe, weka hapa, naenda hospitali unaweka, ukimaliza unarudi Dodoma. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni kama niko kwenye mission kwa bwana, tunapambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kuwa navuka. Hatimaye safari yake ikamleta jijini Dar es Salaam. Mwanzo haukuwa rahisi. Alikuwa akiishi kwa msaada wa watu wengine huku akiendelea kutafuta nafasi ya ajira. Katika harakati hizo, Bwana Emmanuel aliweza kutuma maombi ya kazi katika hospitali ya Masana, na baada ya maombi yake kupokelewa, aliweza kupata nafasi ya kujitolea kufanya kazi hospitalini hapo. Simu ya hospitali moja ikapiga, nikaja kufanya interview kama ambavyo taratibu zingine zilivyo. Nikafanikiwa, nikapita, nikapata nafasi ya kuvolunteer kama taratibu ambavyo zipo. Kwa kipindi cha mwaka mmoja mzima alifanya kazi bila kuajiriwa rasmi, akiweza kuonesha nidhamu, kujituma na uzalendo wa hali ya juu katika nafasi ambayo alikuwa amepewa. Baada ya mwaka mmoja ndo nikapatiwa mkataba, which na thamini pia hicho kwa sababu umesaidiwa pia ujuzi, kitu ambacho ni kikubwa sana, ambacho wamekujenga kwenye ujuzi ambao kuna vingine ulikuwa hujui. Kwa hiyo kila siku mimi ni mwanafunzi wa maisha, najifunza. Kila ninapokuwa nakifanya kitu na kwa ninavyoamka najua bwana, maisha mimi kila siku nahitaji kujifunza na sitakiwi kukata tamaa, lakini pia nahitaji kufocus mbele zaidi kwa sababu matamanio na malengo yangu ni makubwa. Namuomba tu Mungu anisaidie na naamini atanisaidia kama ambavyo amekuwa akinisaidia nyakati zote. Kiukweli bidii yake Emmanuel haikupotea bure. Baada ya mwaka mmoja wa kujitolea, uongozi wa hospitali uliweza kutambua uwezo wake na kumpatia ajira rasmi pamoja na mkataba wa kazi. Leo hii ninavyozungumza na wewe, ameweza kudumu kwa zaidi ya miaka 3 katika hospitali ya Masana, akiwa miongoni mwa wataalamu ambao wanahudumia wagonjwa kupitia kitengo cha maabara. Akiwa ndani ya maabara, jukumu lake ni kupokea na kuchunguza sampuli mbalimbali za vipimo vya wagonjwa, ikiwemo damu, vipimo vingine muhimu vinavyosaidia madaktari kufanya maamuzi sahihi ya kimatibabu. Kijana huyu Emmanuel ambaye nilikutana naye hiyo miaka 5 nyuma, akanilazimu kwenda kubisha hodi katika hii hospitali ya Masana. Nikakutana na meneja wa rasilimali watu wa hospitali hiyo ya Masana. Kwa upande mwingine, alimzungumzia kijana huyo na kuongelea safari yake ya kujiunga hospitalini hapo kama mtu wa huduma wa kujitolea. Zakaria ni mfanyakazi ambaye tuko naye kwa takriban huu ni mwaka wa 3. Ni kijana ambaye ni mtiifu, anajua wajibu wake wa kazi, sio mtu wa kusukumwa. Lakini kingine tunachokipenda zaidi ni kijana ambaye ni multipurpose. Unaweza ukamwassign kitu na akakubali kukifanya hata kama kiko katika wakati wake. Meneja huyo aliongezea kuwa kutokana na utendaji wake kazi mzuri wa Emmanuel uliweza kumsaidia kuaminika hospitalini hapo, na hivyo wakampa nafasi ya ajira rasmi na kuanza kufanya kazi katika hospitali hiyo. Zakaria alianza na sisi akiwa kama volunteer, aliweza kutumikia kitengo chake vizuri na kuweza baadaye kuajiriwa. Kiukweli imekuwa kama utani tu, lakini ndivyo ambavyo ndoto za wengine hutimia. Hazitimii hivi hivi, bali hutimizwa na wengine wengi ambao wamejitolea kusaidia. Mchango wa Tanzania leo hii umekamilisha ndoto ya Bwana Emmanuel, lakini hajaamua kubweteka, hajaamua kuridhika. Emmanuel ametueleza kwamba imembidi awe anajishughulisha na shughuli nyingine pia za uuzaji wa vitu vingine kama wine, ili kuweza kumsaidia kujikimu na upande mwingine wa maisha. Kwa sababu sisi tunafanya kwa shift. Mfano kuna siku unaingia asubuhi, unatoka saa 9. Nikishatoka ile saa 9, maana yake najua nina free time hapo. Kwa hapo naingia Kariakoo kama kawaida hiyo mida ya jioni. Au kuna siku mimi wanakuwa na night shift. Kwa hiyo kwenye night shift it means night shift zinaanza saa 2 usiku. Umeona? Kwa hiyo maana yake hapo katikati nakuwa na free time. Hiyo free time ndo naenda Kariakoo. Kuna siku nakuwa na day off. Hizo siku ambazo niko day off naingia Kariakoo kuzunguka kwenye maduka kwa bwana, nauza Lady Sweet Wine kutoka Dodoma. Hivyo ndivyo tunavyo upambanaji wangu huko hivyo, kwa sababu tuna mambo mengi, familia zinatuangalia, yaani mbele tumewekwa kama mashujaa. Na hiyo mimi ni wingu ugumu kwa sababu kumbuka mimi nilikuwa ni muuza ukwaju. Kwa hiyo yani kwenye movement za hivyo sina aibu, siwezi nikaogopa kwa niogope nini au niseme nini, hapana. Lakini pia ni katika kuongeza kipato kwa sababu focus yetu na focus yangu mimi ni kupambana
na umaskini na nauchukia waziwazi, na Mungu anisaidie. Kutoka kuuza ice cream za ukwaju na karanga ili kutafuta ada ya shule hadi kuwa mtaalamu wa maabara katika hospitali inayohudumia mamia ya wagonjwa kila siku. Simulizi ya kijana huyu ni ushahidi kwamba msaada wa jamii, bidii binafsi na kutokukata tamaa vinaweza kubadilisha maisha ya mtu kwa kiwango kikubwa. Hii ni simulizi ya matumaini, uvumilivu na ushindi dhidi ya changamoto. Inaletwa kwako na mimi ripota wako Vido Vidoxi, ambaye nilikutana na Bwana Emmanuel miaka 5 nyuma. Leo hii tukishuhudia ndoto yake ikitimia kutokana na Watanzania kujitolea. Ambaye yuko nyuma ya kamera si mwingine ni Dice TZA. Hii ni Ayo TV.